Kuna breaking news hapa kuhusu magaidi kadhaa wa Tanzania kukamatwa nchini Somalia. Makala hii inaeleza kuhusu tukio hilo kwa kifupi, lakini pia inaeleza muktadha mpana wa tukio hilo kwa usalama wa Tanzania. Sasa tarehe 18 ya mwezi huu wa Januari mwaka 2026, mamlaka za Puntland huko nchini Somalia zilieleza kuhusu taarifa ya kukamatwa magaidi 43 wa kigeni katika sehemu inayofahamika kama Bosaso, na taarifa hizo zilithibitisha kuwa miongoni mwa waliokamatwa walikuwa magaidi kutoka nchini Tanzania, na tukio hilo limeirudisha tena Tanzania katika ramani ya matukio ya ugaidi wa kimataifa. Itakumbukwa kwamba mwaka jana na mwaka juzi kulikuwa na matukio kadhaa yaliyowahusisha Watanzania na haya makundi ya ugaidi wa kimataifa. Zaidi zilikuwa ni taarifa za aidha kukamatwa kwa magaidi nchini Somalia ambao wana asili ya Tanzania, lakini pia kuna baadhi ambao walikamatwa nchini Kenya wakiwa safarini kuelekea huko nchini Somalia. Lakini licha ya Somalia, pia kumekuwa na taarifa za uwepo wa magaidi kutoka Tanzania ambao wanapigana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchini Msumbiji. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa hizo zilizothibitishwa na mamlaka za Somalia, hasa katika eneo la Puntland, ilielezwa kwamba Watanzania waliokamatwa walikuwa 5 na majina yao ni Nasur Ali Juma, Juma Jaadi Faki, Abdale Osman Said, Saif Baron Abdale na mwingine ni Yunisa Makala Ali. Kwa hiyo hawa ni Watanzania 5 waliokamatwa kama wakiwa magaidi waliokuwa wakipanga kufanya mashambulizi huko nchini Puntland. Sasa hawa nchini Somalia, samahani. Hawa walikuwa wamekamatwa kwa kuhusiana na tawi la genge la kigaidi la Islamic State, hii dola ya Kiislamu, lakini hili ni tawi la Somalia. Kwa hiyo kumekuwa na idadi kubwa ya Watanzania ambao wako katika kundi, lakini hapo nchini Somalia kuna kundi jingine la kigaidi la Al-Shabaab ambalo pia lina idadi kubwa ya Watanzania. Kwa wanaofuatilia matukio kama haya watakuwa wameshaona video kadhaa kwenye mitandao ya kijamii, hususan hapa YouTube, ambapo kumekuwa na video za hawa Watanzania. Mara nyingi wanaongea kwa Kiswahili wakieleza kuhusu uwepo wao kwenye kundi hilo la Al-Shabaab. Sasa hizi taarifa zimeendelea kukumbushia yaliyojiri katika kama nilisema miaka 2-3 iliyopita, ambapo kulikuwa na matukio kadhaa yaliyohusisha Watanzania kuwepo katika makundi haya ya kigaidi, na taasisi mbalimbali za kimataifa zinahitaja Tanzania kama moja ya mataifa ambayo yamekuwa yakizalisha idadi kubwa ya magaidi katika haya maeneo ya hapa jirani na Tanzania yanahusiana kwa maana ya Somalia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Msumbiji. Taasisi moja inayohusika na kufuatilia masuala ya ugaidi imetaja kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi 3 zinazozalisha idadi kubwa ya wapiganaji katika tawi la Islamic State la huko Somalia, ambapo mataifa mengine ni Ethiopia pamoja na Yemen. Vilevile ripoti za Umoja wa Mataifa zimeitaja Tanzania pamoja na hiyo Ethiopia na Yemen kuwa ni nchi ambazo zimekuwa zikichangia kwa idadi kubwa ya magaidi nchini Somalia, hususan wanaohusishwa na hili tawi la Islamic State nchini Somalia. Kuna tukio lilitokea Disemba 31 ya mwaka juzi, ambapo kuna magaidi 12 walikuwa wakipanga kufanya shambulio la kigaidi, lakini wakakamatwa, na miongoni mwa waliokamatwa kulikuwa na Watanzania 2. Lakini pia kama nilivyosema awali, kuhusiana na Tanzania kuzalisha magaidi au kuchangia katika haya makundi ya kigaidi, sio tu Somalia bali kuanzia mwaka 2017 kumekuwa na ripoti mbalimbali zinazoonyesha mchango mkubwa wa Tanzania katika makundi
ya kigaidi katika maeneo ya karibu na Tanzania, na makundi hayo ni pamoja na Al-Shababu ya Somalia pamoja na tawi la Islamic State nchini Somalia, lakini pia kuna tawi la Islamic State nchini Msumbiji. Pia kuna kundi hili la kigaidi lililopo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linalofahamika kwa jina la ADF. Sasa katika hili kundi la ADF, mmoja wa viongozi waandamizi wa kundi hili ni Mtanzania, Abakwasi. Kuna makala hapa Jasusi TV iliwekwa ambayo ilikuwa inaelezea historia ya huyu kijana, jinsi alivyotoka jijini Dar, akaenda nchini Afrika Kusini, na kutokea huko Afrika Kusini ndio akaenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujiunga na kundi hilo la kigaidi, na sasa ni mmoja wa viongozi waandamizi wa kundi hilo. Sasa kuna upande wa pili wa haya matukio yanayohusiana na Watanzania kutoka kwenye makundi ya kigaidi. Hasa uzito unapatikana kutokana na hali ilivyo nchini Tanzania kwa sasa kuhusiana na masuala ya kiusalama. Kuna angalau muktadha wa aina mbili kuhusiana na masuala ya usalama nchini Tanzania kwa sasa, na muktadha huo unahusiana na yaliyojiri kuanzia Oktoba 29 mwaka jana 2025. Kwa unafahamu, maelfu ya Watanzania walichinjwa kwa amri ya Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Muktadha wa kwanza ni kuhusiana na Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Kwa mlikuwa mkifuatilia maandalizi ya maandamano ya Oktoba 29 mwaka jana, kulikuwa na taarifa kwamba Jeshi la Wananchi wa Tanzania lilikuwa likiwahamasisha wananchi wajitokeze kwa wingi kwa sababu jeshi hilo litawalinda wakati wa maandamano hayo. Lakini yaliyojiri kuanzia Oktoba 29 na siku zilizofuatia yalikuwa tofauti, kwa sababu japo taarifa za awali zilidai kwamba askari wa jeshi hilo walikuwa wakiwalinda wananchi, lakini taarifa zilizopatikana baadaye zilieleza kwamba wengi wa wanajeshi walishiriki katika kuwachinja maelfu ya Watanzania. Lakini pia kulikuwa na hadaa iliyofanywa na baadhi ya askari wa jeshi hilo ambao walikuwa wakiwachukua watu na kuwapeleka sehemu waliodhani ni salama, lakini watu wao hawakuwahi kurudi. Kwa hiyo Jeshi la Wananchi wa Tanzania limechangiwa kwa kiasi kikubwa kuuawa kwa watu wengi, na wao badala ya kutumia silaha walifanya hadaa za kuwahakikishia watu kwamba watakuwa salama, lakini matokeo yake watu wale waliowaamini waliishia kutolewa uhai. Kwa hiyo matukio haya yamepelekea Jeshi la Wananchi wa Tanzania, Watanzania wengi wamepoteza imani na Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Watu wanalizihaki, wanaliita jeshi la sungusungu, wengine wanaita komando yoso, wengine wanaita jeshi la mgambo. Kwa kweli hadhi ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania, moja ya majeshi imara kabisa huko nyuma, kwa sababu askari wa jeshi hilo wamepelekwa katika nchi mbalimbali katika operations za kulinda amani, lakini wameshindwa kulinda uhai wa Watanzania wenzao. Sasa hili ni jambo ambalo lina uzito mkubwa kutokana na ukweli kwamba mipaka ya Tanzania, kazi ya kulinda mipaka ya Tanzania iko mikononi mwa hawa watu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, lakini kazi hiyo haiwezi kuwa na ufanisi pasipo kupata ushirikiano kutoka kwa wananchi wa kawaida, na wananchi ndio hao ambao wamepoteza imani na Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Kwa upande wa pili ni idara ya usalama wa taifa. Hii ndio idara mama. Nchi yenye idara ya usalama wa taifa legelege haina amani, na hata kama amani ipo basi ni ya kufikirika zaidi kulikoni hali halisi. Kwa bahati mbaya, wakati huu idara ya usalama wa taifa imepoteza kabisa imani kwa Watanzania. Yaani Watanzania wengi wanaofahamu yanayoendelea katika nchi yao hawana imani yoyote na taasisi hii. Kwanza ni ukweli huo wa taarifa kwamba idara hii sasa hivi inaendeshwa kama taasisi binafsi, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa za ndani inaelezwa kuwa mkuu halisi wa idara ya usalama wa taifa ni huyo Abduli, mtoto wa Samia. Sasa kama inafikia stage ambapo mtoto wa kiongozi anaweza kupora madaraka ya uongozi wa taasisi kubwa kama hii, inaweza tu kukupa taswira jinsi gani mambo yalivyo hovyo katika taasisi hiyo. Lakini hilo ukiweka kando la haya ya uporaji wa madaraka, ukweli ni kwamba hakuna idara ya usalama wa taifa ya nchi yoyote inaweza kufanya kazi kwa ufanisi pasipo kupata ushirikiano kutoka kwa wananchi, kwa sababu watu muhimu sana katika masuala ya usalama wa taifa, wadau muhimu sana wa masuala ya usalama wa taifa ni wananchi. Wananchi ndio wanapomuona raia wa kigeni wanaenda kuripoti. Wananchi wanapoona pengine hali fulani, hasa katika masuala ya ugaidi, ambapo magaidi huwa wanaingia na kujichanganya kama watu wa kawaida kabla ya kufanya kitu chochote. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, wananchi wanakuwa na mchango mkubwa sana, kwa sababu ndio wanaotoa ripoti kwa hizi taasisi za usalama, kwa maana kuna mtu pale mtaani tunamhisi sio
wa kawaida au pengine ana mpango namna, labda anauliza kuhusu maeneo fulani fulani. Sasa kutokana na kupoteza imani ya Watanzania wengi kupotea kwa taasisi hii ya idara ya usalama wa taifa kama ilivyo kwa jeshi la wananchi wa Tanzania, ni wazi kwamba changamoto za kiusalama zinaweza kuipeleka Tanzania pabaya, kwa sababu ni vigumu kupata taarifa kutoka kwa watu ambao hawana ushirikiano, na ushirikiano mkubwa kama tunasema, chanzo kikubwa cha taarifa ni wananchi wenyewe. Lakini la tatu ni kwamba hawa wapiganaji wenye asili ya Tanzania, hawa magaidi wanaotoka Tanzania, hofu kubwa huwa ni ya kurudi nyumbani. Katika nchi zote zile ambazo zina idadi kubwa ya magaidi wa kimataifa, hofu kubwa hiyo inakuwa ni magaidi wale kurudi nyumbani. Kibaya zaidi ni kwamba mazingira sasa hivi ya Tanzania ni muafaka kwa hawa watu, kwa sababu kama mnakumbuka katika ubashiri ulikuwa unazungumzia kuhusu masuala yanayoweza kujiri katika mwaka 2026 ni pamoja na hizi changamoto za kiusalama. Kwa hiyo kuna hofu kwamba magaidi hao wanaweza karudi nyumbani na kusababisha mtafaruku mkubwa. Je, una maoni gani kuhusiana na habari hii? Basi karibu utoe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaheri.